Naitwa Mboni Mhita, mkuu wa mkoa wa Shinyanga, na tuko katika hospitali yetu ya rufaa ya Mwawaza ambao tumekuja kuwaona wenzetu ambao wamepata changamoto. Jana tukiwa tunarejea kutoka kwenye shughuli za kikazi, ziara ambayo tulikuwa tunaifanya katika manispaa ya Shinyanga pamoja na halmashauri ya Shinyanga. Wakati wa kurejea tukapata changamoto njiani, ambapo moja kati ya magari ambayo tulikuwa tumeongozana ilipata changamoto ya kugongwa na gari ambayo gari aina ya Harrier tuseme, lakini ni jambo ambalo wenzetu wa jeshi la polisi wana taarifa zaidi na wanaendelea na ufuatiliaji juu ya hilo. Lakini kwenye ajali ile tulipata changamoto ya kumpoteza mwenzetu mmoja, Boaz, ambaye ni kijana, naweza nikasema ni mdogo wangu, team player wa ofisi yangu, ambaye kwa kweli tumepata pigo kubwa sana. Ni mwandishi katika ofisi yetu ya mkoa wa Shinyanga na amekuwa na mchango mkubwa sana kwa ofisi. Kwa namna moja ama nyingine amekuwa na mchango mkubwa sana wa kuhabarisha dunia nini ambacho kinatokea ndani ya mkoa wa Shinyanga. Yale yote ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa kushirikiana na wenzake wametusaidia sana sisi kama uongozi wa mkoa wa Shinyanga kuonyesha kazi kubwa ambayo tunaendelea kuifanya. Na jana tulikuwa naye pia kwenye harakati za kuhakikisha kwamba dunia inajua nini ambacho kinaendelea mkoa wa Shinyanga katika manispaa yetu, lakini na halmashauri yetu. Katika changamoto ya jana tuna wenzetu wengine ambao walipata changamoto mbali na Boaz ambaye amefariki, lakini tuna kaka yangu Frank Mshana ambaye yeye mguu wake ulivunjika, na tunawashukuru sana madaktari, wamejitahidi sana kwa kweli, wamemfanyia upasuaji na sasa hivi anaendelea vizuri, nimetoka kumuona. Lakini na mdogo wangu anaitwa Johnson ambaye pia ni afisa habari katika ofisi ya mkuu wa mkoa, ambaye naye alipata changamoto ya kuvunjika mguu. Yeye pia amefanywa upasuaji na anaendelea vizuri. Tuna Vincent ambaye alikuwa ni dereva wa gari, naye pia anaendelea vizuri. Lakini tuna staff mwingine kutoka Legal Aid ambaye anaendelea vizuri. Tuna afisa maendeleo ya jamii wa mkoa ambaye yeye alipata changamoto kidogo, akamfanyia vipimo na jana aliweza kuruhusiwa. Jana ile baada ya kujiridhisha kwamba hapakuwa na changamoto kubwa. Kia majeruhi 7 ambao walikuwa wameshona ile ajali iliyotokea maeneo ya Usanda. Wagonjwa wawili walikuwa wako serious, walikuwa wamepata changamoto kwenye kichwa. Kati ya wawili, mmoja tulimpeleka Bugando na anaendelea matibabu Bugando, mmoja tulimlaza ICU. Siku ya leo anaendelea vizuri. Wale wengine 4 wa kiume 3 walikuwa na mivunjiko ya mifupa, wameshapata matibabu, wanaendelea vizuri, na mmoja alikuwa na wa kike alikuwa na mvunjiko kwenye mkono, pia ameshapata matibabu, anaendelea vizuri. Na kati ya wa 7, mmoja tulimruhusu jana hiyo hakuwa na mvunjiko au maumivu mengine makubwa, tulimpa dawa za maumivu na kumruhusu jana yuko nyumbani. Kwa sasa hospitalini hapa tuna wagonjwa 5 ambao wanaendelea na matibabu. Tulipokea pia mwili ambao tayari alikuwa ameshafariki na tulipeleka mwili mochwari kwa ajili ya kuhifadhiwa kusubiri taratibu za mazishi. Pengine kwa wagonjwa wataendelea kupata matibabu hapa, kuna wagonjwa wanahitaji referral? Hapana, wagonjwa waliobaki 5 wote watapata matibabu hapa na mmoja tutamruhusu kesho, lakini wale wengine 2 ambao walikuwa na mivunjiko kwenye miguu watapata ruhusa ndani ya siku 2. Lakini yule mgonjwa wa ICU yule atabaki kidogo kama siku 4 mpaka 5, nadhani tutakuwa ameshakaa vizuri kwa ajili ya kuruhusiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.